بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله الكريم tunaendelea na darsa ya kitabu cha Riyadhus Salihin, ambapo tulifikia kusoma mlango wa 14, babun fil iktisadi fil ibada, mlango wa kufanya iktisad. Na al-iktisad ni kitu kufanya kati kwa kati bila kuchupa mipaka, vile vile bila kupunguza ile hadi ya kisheria. Na nadhani tulifikia kuisoma hadithi ya mwisho, hadithi ya Abi Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, na leo insha Allah tutaendelea na mlango huu kwa hadithi ya 9, hadithi ya Abi Muhammad Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma, aliposema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma qala: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. أبي محمد عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال أسيما: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، aliambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipewa habari mtume sallallahu alayhi wasallam, anni aqul, kwamba mimi ninasema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa habari kuwa yeye Abdullah bin Amri ibn al-As anasema: wallahi la asumanna an-nahar, kuwa naapa kwa Allah wa hakika nitafunga mchana. Wallahi la asumanna an-nahar, wallahi nitafunga mchana. Kwa maana habari hizi anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. wala aqumanna al-layla ma ishtu, na hakika nitasimama usiku maadamu niko hai. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa kuwa Abdullah bin Amr bin al-As amejiapiza yeye, kaapa kwa Allah kuwa hakika atafunga mchana, maana kila mchana ukiingia atafunga, na hakika atasimama usiku, yani kuswali qiyamul layl, maishtu, maadamu niko hai. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: anta alladhi taqulu dhalik, wewe ndiye unayesema haya. Yani wewe ndiye wasema kwamba utafunga mchana na utasimama usiku maadamu uko hai. Anta alladhi taqulu dhalik, wewe ndiye wayasema hayo. Faqultu lahu, Abdullah bin Amr bin al-As anasema
nikasema kumwambia yeye mtume alayhi salam, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasul Allah, kwa hakika nimesema namtoa fidia baba yangu na mama yangu ewe mjumbe wa Allah, kwa maana hakika nimesema mimi maneno haya. Kwa azma ya kusimama usiku kuswali na vile vile kufunga mchana, hakika nimeyasema maneno hayo. Qal, mtume alayhi salamu akasema, fa innaka la tastati'u dhalik, hakika wewe hutaweza hivyo. Qala fa innaka la tastati'u dhalika, akasema mtume alayhi salam kumwambia Abdullah bin Amr bin al-As, kwa hakika wewe hutaweza hivyo. Fasum wa aftir, basi funga na fungua. Yani usifunge siku zote mfululizo, funga na fungua. Fasum wa aftir, basi funga na fungua. Wanam waqum, na lala na simama, yani lala katika nyakati za usiku na usimame kuswali katika nyakati za usiku, yani upate muda wa kulala vile vile upate muda wa kusimama. Wasum min ash-shahri 3 ayyam, nafunga kwa mwezi siku 3. Wasum min ash-shahri 3 ayyam, nafunga kwa mwezi siku 3. Fa innal hasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu jema moja ni mara 10 mfano wake. Fa innal hasanata, hakika jema, bi'ashri amthaliha, ni mara 10 mfano wake. Kwa maana ukifanya jema moja walipo wewe mara 10 mfano wa hilo ulilofanya. Wadhālika mithlu siyami ad-dahri, na hiyo ni mfano wa funga ya mwaka mzima. Wadhālika mithlu siyami ad-dahri, na hiyo ni mfano wa funga ya mwaka, kwa sababu ikiwa wafunga siku moja basi wapata mara 10 mfano wake. Ina maana ukifunga kwa mwezi siku 3 sawa sawa na 30, au sio? Na 30 ukifanya mara 12 sawa sawa na ngapi? 360, ni mwaka huu. Na ndiyo maana mtume alayhi salamu akasema, wadhālika mithlu siyami ad-dahri, na hiyo ni mfano wa funga ya mwaka. Qult, Abdullah bin Amr bin al-As anasema, fa inni utiqu afdala min dhalik, hakika mimi ninaweza zaidi ya hapo. Yani anaambiwa afunge siku 3 kwa mwezi, lakini yeye kwa ile nguvu yake aliyonayo anasema kumwambia mtume alayhi salam, fa inni utiqu afdala min dhalik, hakika mimi ninaweza zaidi ya hapo. Kwa maana kidume hichi anataka ruhusiwe yeye afunge zaidi ya hapo, yani anaona siku 3 kwa mwezi bado. Kisha mtume alayhi salam akasema, akasema fasum yawman wa aftir yawmayn, basi funga siku moja na fungua siku 2. Yani kwa maana ukifunga siku moja, siku 2 wala, alafu siku moja wafunga, siku 2 wafungua. Fanya hivyo. Fasum yawman wa aftir yawmayn, basi funga siku moja na fungua siku 2. Qult, Abdullah bin Amr bin al-As anasema, nikasema fa inni utiqu afdala min dhalik, hakika mimi ninaweza
zaidi ya hiyo. Kwa maana yeye ana uwezo hiyo kufunga siku moja anafungua siku mbili, anaweza zaidi ya hiyo, sababu ni kijana, ana nguvu ya kufanya khairi. قال mtume alayhi salam akamwambia, fasum yawman wa aftir yawman, basi funga siku moja na fungua siku moja. Fasum yawman wa aftir yawman, basi funga siku moja na fungua siku moja. Fadhalika siyamu Daud sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ni funga ya Nabiyullah Daud alayhi salam. Hiyo kufunga siku moja wafungua siku moja, hiyo ni funga ya Nabiyullah Daud. Wa huwa adalu siyam, na hiyo ndiyo saumu iliyo sawa zaidi. Wa huwa adalu siyam, na hiyo ya kufunga siku moja ukafungua siku moja ndiyo saumu iliyo sawa zaidi. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine ya hadithi hii, huwa afdalu siyam, mtume alimwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, hiyo ni saumu bora. Huwa afdalu siyam, hiyo ni saumu bora, yani ya kufunga siku moja na kufungua siku moja. Fakult, Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema, nikasema, fa inni utiqu afdala min dhalik, hakika mimi ninaweza zaidi ya hiyo. Yani kwa maana anataka ile ile ya kwake ya kufunga michana yote, kwa sababu kama fungua siku funga siku alafu fungua siku, anasema ninaweza zaidi ya hiyo, ina maana sasa anataka unganishe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la afdala min dhalik, hakuna bora ya hiyo, hakuna iliyo bora ya hiyo. Kwa maana wewe funga siku fungua siku, hakuna zaidi ya hiyo. Wala an akuna qabaltu thalathata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Abdullah ibn Amri, na laiti ningelikuwa nimekubali zile siku tatu ambazo mtume alayhi salatu wassalam aliniambia, ningezikubali. Kwa sababu kule mwanzo alimwambia wasum min ash-shahri thalathata ayyam. Sasa anasema laiti kama ningelizikubali zile siku tatu ambazo amezisema mtume alayhi salam. Ahabbu ilayya min ahli wa mali, ingelikuwa ni jambo lenye kupendeza kwangu mno kuliko ahli zangu na mali yangu. Ahabbu ilayya min ahli wa mali, ni jambo lenye kupendeza mno kwangu kuliko ahli zangu na mali zangu. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine ya hadithi hii, na katika riwaya nyingine, mtume sallallahu alayhi wasallama alimuuliza Abdullah ibn Amr ibn al-As, alam ukhbar annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-layla, hivyo sijaambiwa mimi kwamba wewe Abdullah ibn Amr ibn al-As wewe wafunga mchana na wasimama usiku? Sijapewa habari hii mimi, sijaambiwa mimi hivyo. Qultu bala ya Rasul Allah, nikasema ndivyo hivyo ewe mjumbe wa Allah, kwa maana hivyo ulivyoambiwa ndivyo. Mimi nafunga mchana na usiku nasimama, yani qiyamul layl. Qal, mtume alayhi salam akasema, fala taf'al. Katika mapokezi mengine ikaja hivi, usifanye hivyo. Sum wa aftir, funga na fungua, kwa maana usifunge michana yote, funga na fungua. Wanam wakum, na vile vile lala na simama usiku.
walala baadhi ya usiku mwingine, na siku nyingine wasimama kuswali. Fa inna lijasadika alayka haqqan, hakika kiwiliwili chako kina haki juu yako. Wa inna li'ainayka alayka haqqan, na hakika macho yako mawili yana haki kwako. Kwa maana kiwiliwili kina haki kwako, na hayo macho yako yanahitaji kulala hayo. Wa inna lizawjika alayka haqqan, na hakika mkeo ana haki kwako. Wa inna bihasabika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam, hakika ya kutosheleza wewe Abdullah bin Amr bin al-As an tasuma fi kulli shahrin, kufunga katika kila mwezi 3 ayyam, siku 3. Hakika inakutosheleza wewe kufunga katika kila mwezi siku 3. Fa inna laka bikulli hasanatin 10 amthaliha, hakika una wewe kwa kila jema moja mara 10 mfano wake. Fa inna laka bikulli hasanatin, hakika una wewe kwa kila jema moja 10 amthaliha, mara 10 mfano wake. Kwa maana ukifanya jema moja wapata mara 10. Fa inna dhalika siyamu dahr, hakika hiyo ni funga ya mwaka mzima. Kwa maana ukifunga siku 3 kila mwezi, ukifanya mara 10 hapo wapata 30. 30 mara 12 wapata 300, hiyo na 60, ambayo ni mwaka huo. Fashaddadtu fashuddida alayya, anasema Abdullah bin Amri, nikakaziwa. Kwa maana nikalitia jambo kuwa gumu, lakini pia jambo likawa gumu kwangu. Qultu ya Rasulullah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, inni ajidu quwwatan, mimi nina nguvu. Yani hii habari ya kuniambia nifunge siku 3 kwa kila mwezi, mimi nina nguvu, kwa maana nina uwezo wa kufunga zaidi ya hizo. Qal, Mtume alayhi salam akasema, sum siyama nabii Allah Daud wala tazid alayhi, funga saumu ya nabii Allah Daud na wala usizidishe juu yake. Yani kama ilivyokuja kule katika riwaya, katika hadithi kule, la afdala min dhalik, hakuna bora zaidi ya hapo. We funga saumu ya nabii Allah Daud na wala usizidishe juu yake. Kult, anasema Abdullah bin Amri, wama kana siyamu Daud, na ilikuwaje hiyo saumu ya nabii Allah Daud? Qala nisfu dahr, ilikuwa ni nusu ya mwaka. Kwa maana ile kufunga siku, wafungua siku, ni nusu hiyo, au sio? Kwa sababu kama mwaka una siku 360 na hapo, ikiwa wafunga siku moja alafu wafungua siku moja, hiyo ni nusu. Itakuwa nusu ya mwaka umeufunga na nusu nyingine umeiacha. Fakana Abdullah yaqul ba'dama kabur, na alikuwa Abdullah bin Amr bin al-As anasema baada ya kuwa mtu mzima sasa, ashafikia uzimani huko, ashakuwa mtu mzima. Abdullah bin Amr akawa anasema, ya laitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, laiti mimi ningelikubali rukhsa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana baada ya kuwa tayari shakuwa mtu mzima, aliona uzito wa hilo na alipata tabu. Ndiyo anasema laiti mimi ningelikubali ile ruksa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah bin Amr bin al-As, wa inna liwaladika alayka haqqan, na hakika mwanao ana haki juu yako. Wa inna liwaladika alayka haqqan, na hakika mwanao ana haki juu yako.
wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, la swama man swama al-abada, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hana funga yule aliyefunga milele, yani kila siku wewe wafunga tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia katika mapokezi mengine, la swama, hajafunga yeye, man swama al-abad, yule mwenye kufunga milele, yani ikiwa kila siku amka na saumu, kila siku amka na saumu. Mtume alayhi salam kakataa hiyo. Thalathan, kayasema maneno hayo mara tatu, yani la swama man swama al-abad, la swama man swama al-abad, la swama man swama al-abad, mara tatu Mtume alayhi salam kayasema maneno hayo. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Daud, saumu yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni saumu ya Daud, ile ya kufunga siku moja na kufungua siku moja. Wa ahabbu salati ila Allah, na swala yenye kupendeza kwa Allah, salatu Daud, ni swala ya Nabiyullah Daud. Kana yanamu nisfa al-layli, alikuwa analala nusu ya usiku, nusu ya usiku alala, alafu anasimama. Wa yaqumu thuluthahu, na anasimama thuluthu ya usiku, thuluthu yake. Ina maana usiku utaugawa mara tatu hapo, thuluthu ni usiku kuugawa mara tatu, alafu kinachobakia kule unasimama. Wa yanamu sudusahu, na vile vile analala ile sudusu ya usiku. Unaogoa mara ngapi? Mara 6. Kwa hivyo inaonekana alikuwa anaswali alafu analala, anaswali analala, au anaswali sehemu ya usiku analala sehemu ya usiku nyingine, lakini sio usiku mzima kuswali. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, na alikuwa Nabiyullah Daud anafunga siku moja na anafungua siku moja. Wala yafirru idha laqa, na wala alikuwa hakimbii pale anapokutana na maadui. Kwenye mapambano anakuwa imara. Wala yafirru, wala hakimbii idha laqa, pale anapokutana na adui. Wa fi riwayatin qala, na katika mapokezi mengine anasema, yani Abdullah ibn Amr ibn al-As, ankahani abi imra'atan dhata hasabi, aliniozesha baba yangu mwanamke mwenye sharafu kabisa, mwanamke bora kabisa. Katika riwaya nyingine Abdullah ibn Amr ibn al-As anasimulia, anasema, ankahani abi, aliniozesha baba yangu imra'atan dhata hasabi, mwanamke mwenye ubora kabisa. Wa kana yataahadu kannatahu, na alikuwa anamtembelea tembelea yule mkwewe, yani sasa mzee, sasa kwa maana mzee Amr ibn al-As akawa anamtembelea yule mke wa mwanae, ndio mkwe huyo, akawa anamtembelea mke wa kijana wake, wa mtoto wake, ay imraata waladihi, maksudio hapa ni yule mke wa mwanae. Fayasaluha an ba'liha, akawa huyu mzee akimtembelea mkwewe huko, basi anamuuliza kuhusiana na mumewe, yani anamuuliza kuhusiana na mume wa huyo dada, kwa maana mwanae mwenyewe ambaye ni Abdullah ibn Amr sasa anauliziwa kuhusiana naye. Fatakulu lahu, yule mwanamke akawa anasema kumwambia yule mzee, kumwambia mzee mwenyewe Amr ibn al-As. Fatakulu lahu, akawa anasema kumwambia mzee, ni'ma ar-rajulu min rajulin
neema ya mwanamume katika wanaume. Yani huyu unayemuulizia Abdullah ibn Amri ambaye ni mwanao, huyu ni neema ya wanaume katika wanaume. Kwa nini? Akatoa sababu, akasema yule dada, lam yata lana firashan, hajakanyaga kwetu sisi kitanda. Hiyo ni kinaya hiyo kwa maana ye kila usiku anasimama kuswali, yani kwa maana yeye hajapatapo kulala na mkewe huo usiku. Makusudio hapo anakusudia yule dada, yule mke wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, ay lam yujami'ha, kwamba hajakutana naye katika jambo la ndoa. Kwa sababu jamaa, ukiingia usiku ni hivi swala, wasemaje sasa Tena sio hilo tu, anasema yule dada kumwambia mkwewe, yani mke wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, anamwambia mkwewe, walam yufattish lana katafan. Imekuja hivyo na wala hajafanya taftish kwetu sisi, kwa maana hajapekua na kukunjua ile stara, kwa sababu kanafa hapo ni ile stara. Na wala huyu Abdullah ibn Amr ibn al-As hajafungua ile stara. Wanachuoni wanasema ni kawaida ya mwanamume kwa mkewe. Yani wewe umeozeshwa yeye mkeo huenda kavunga hivi, lakini wewe sasa ndo mume, sasa unafanyaje? Leo utavunga, mambo yaende. Kwa hivyo yule sasa mume sasa hajafanya hivyo, na hiyo ni kinaya pia kuhusiana na jambo la jimaa. Ni kinaya hiyo kuhusiana na jambo la jimaa. Anasema mundhu ataina, toka tumemwendea huyu Abdullah ibn Amri hajafungua hata ile panzia ile, na wala hajakanyaga kitanda. Kama na mzee ukiingia usiku amesimama namna hiyo. Falamma tala dhalika alayhi, dhakara dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam, liliporefuka hilo kwake, liliporefuka hilo kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, kitanda hakanyagi, lakini pia kama vile hana haja na mkewe. Iliporefuka hilo, baba yani mzee Amr ibn al-As akamtajia mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mtume alayhi salam, falamma tala dhalika alayhi, wakati liliporefuka juu yake jambo hilo, dhakara dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallama, yule mzee alitaja hilo kumwambia mtume alayhi salam. Faqal, mtume alayhi salam akasema, alqini bih, nikutanishe naye yeye huyo, yani Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mtume anamwambia baba wa kijana, nikutanishe naye. Falaqaituhu ba'da dhalika, Abdullah ibn Amr anasema nikakutana naye, yani mtume alayhi salam, baada ya hapo. Faqal, mtume alayhi salam akasema kumuuliza, kaifa tasum, wafungaje wewe, yani ibada yako yafunga wafanyaje? Kaifa tasum, vipi unafunga? Qult, anasema Abdullah ibn Amr, nikasema kila yaumin, mimi nafunga kila siku. Akamueleza mtume alayhi salam kuwa mimi ninafunga kila siku. Qal, mtume akasema, wa kaifa takhtim, na vipi waimaliza Qur'ani? Yani ile kuhitimisha Qur'ani, yani ukianza mwanzo mpaka mwisho wamalizaje, yani kwa muda gani yani? Kult, nikasema kila lailatin, kila usiku,
mmoja. Wasemaje hapo? Kuna kulala hapo? Aulizwa kuhusiana na funga, anasema mimi nafunga kila siku. Anaulizwa kuhusiana na namna anavyoimaliza Qur'ani, yani akianza mwanzo mpaka mwisho, yani anamaliza kwa muda gani? Anasema kwa usiku huu mmoja, kila lailatin, kila usiku namaliza Qur'ani. Huo ni ushahidi tosha kwamba huyu bwana huyu hajakanyaga kitanda, kwa sababu Qur'ani wewe leo kwa hali ya kawaida tu soma juzu 5 tu mpaka 6 mpaka 7 mfano wake, alafu utaona usiku wa alfajiri yaingia hiyo, au mfano wa hayo. Sasa nisikuambie Abdullah ibn Amr ibn al-As anamaliza Qur'ani, yeye anahitimisha Qur'ani ndani ya usiku mmoja, Qur'ani yote kaimaliza. Maana yake hadithi inasimulia kwa kusema wa dhakara nahwa ma sabaq, na akataja mfano wa yale yaliyotangulia, yani katika zile riwaya za nyuma, namna ya swala zake, namna ya funga zake. Wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-sub'a alladhi yaqra'uhu, na alikuwa anasoma kwa baadhi ya watu wake ile sub'a. Wanasema ahlul ilm muradi as-sub'a ni zile sura 7 ndefu alikuwa anazisoma zile kwa baadhi ya ahli zake mchana, yani kwa maana anazifanyisha muraja. Yu'riduhu min an-nahar, anazisoma na kuzipitia hizo, kuzifanyia muraja katika nyakati za mchana. Liyakuna akhaffa alayhi bil-layl, ili ziwe nyepesi katika nyakati za usiku. Yani zile sura 7 zile ndefu alikuwa mchana anazipitia zile, azifanyia muraja ili apate wepesi katika nyakati ya usiku, zile sura ndefu kabisa kuziswalia, kwa sababu sura ndogo hizi ni sahali, lakini zile sura alikuwa anafanya hivyo, zile sura ndefu. Wa idha arada ay yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna. Hadithi nasimulia riwaya hii, wa idha arada ay yataqawwa, na alikuwa Abdullah ibn Amr ibn al-As alikuwa akitaka kupata nguvu, kwa maana utaratibu wake yeye afunga siku zote na asimama siku zote. Sasa alikuwa akitaka apate nguvu, aftara ayyaman, anafungua baadhi ya masiku, wa ahsa, na anayadhibiti masiku hayo, wasama mithlahunna, na anafunga mfano wa siku hizo alizofungua, yani kwa maana alipiza. Yani akitaka kupata nguvu yeye anafungua mfano siku 3, lakini atakuja kuzilipiza hizo mfano wa siku hizo. Karahiyatan an yatruka shay'a, kwa kuchukia kuacha chochote au kuacha kitu. Faraka alayhi an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama, kitu ambacho amekiacha, amemwachilia yeye Mtume alayhi salatu wassalam. Alikuwa anachukia yeye kitu ambacho Mtume alayhi salam amemwachia, basi yeye akiacha, kwa maana hata kama akifungua basi atakuja kuzilipiza. Katika riwaya ikaja hivi. Ashahidi katika hadithi, kwa sababu hapa zimetaja riwaya na shekhe ajaleta sharhi ya hadithi hii, lakini shahidi katika hadithi tuko katika mlango babu fil iktisad fi taa, mlango wa kufanya kati kwa kati katika jambo la taa, kwa maana usizidishe wala usipunguze, fanya kati kwa kati. Ndio shahidi katika hadithi.